Ndugu mtazamaji na msikilizaji wa Hope Channel Tanzania, ninapenda kuchukua nafasi hii tena kukukaribisha katika mfululizo wa masomo yetu ya maombi ya idara ya huduma za uchapishaji katika kanisa la Waadventista wa Sabato, na kushukuru sana kwanza kuchagua muda wako kuwa pamoja nami tangu tulipoanza vipindi hivi, na tunaelekea katika misho yake. Ni kama tumebakiza siku moja kesho, na tutakuwa tunahitimisha masomo haya maalumu yaliyopangwa ambayo yamebeba kichwa cha habari kinachosema bila vitabu utume wetu usingewezekana. Na kukumbusha tena ya kwamba ni mpango wa Mungu ya kwamba kupitia katika machapisho neno lake liweze kukaa na kuwafikia wanadamu. Na ndio mpango aliouchagua Mungu, na ukiona Mungu amechagua njia, unafanya vizuri unapoungana naye katika kazi hii. Hebu tuombe tena tunapoanza sehemu ya somo la leo. Tuombe. Baba mwema, Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru tena kutupatia uhai na kutupatia fursa tena ya kuja mbele zako. Siku hii ya leo tunaiweka mikononi mwako tena. Roho wako atuongoze katika tafakari ya leo, na atusaidie kufanya maamuzi yaliyo bora na mazuri ya kuungana na wewe katika utume huu. Ni ombi langu kupitia jina lake Yesu Mwokozi wetu. Amen. Karibu sana katika tafakari hii ya leo, na sehemu ya somo letu la leo linasema athari za kusoma machapisho yasiyotoka katika chanzo sahihi. Athari za kusoma machapisho yasiyotoka katika chanzo sahihi. Kwa maneno mengine, katika ulimwengu huu wa imani ambao ni wa kipambano au ni mapambano, sio kila maandiko, sio kila chapisho la kitabu linaloweza kuwa ni bora, linaloweza kuwa limezingatia vigezo vya neno la Mungu takatifu ambalo limehakikishwa mara 7. Kwa maneno mengine, somo hili linakuja kama onyo kwako wewe msikilizaji na mtazamaji, wewe muumini mwenzangu. Katika kusoma neno la Mungu, jiridhishe ya kwamba hicho unachokisoma kinapatana na neno la Mungu na kimetoka katika chanzo cha kuaminika. Sasa unaweza kujiuliza swali, sasa nitajuaje ya kwamba kimetoka katika chanzo kilicho sahihi? Mwalimu wangu mmoja alinifundisha baadhi ya masomo ya Biblia. Aliniambia unapotafuna, akatumia kielelezo cha kutafuna wali, ukishapikwa na najua tunasema ni wali. Akasema ukitafuna usitafune kwa haraka sana. Yaani unatafuna kwa haraka, ukitafuna kwa haraka bila kuzingatia, unaweza ukajikuta umemeza na vile ambavyo sio chakula. Umemeza mawe na vingine ambavyo vilipita vikapenya vikaingia mle ndani kwenye kile chakula ambacho kilikuwa kizuri. Sasa nini kitakusaidia kuelewa kwamba chapisho hili liko katika chanzo sahihi? Ni pale utakapokuwa mwangalifu katika kutafakari, katika kulitafakari neno la Mungu kila siku, katika kulizingatia neno la Mungu kila siku. Biblia inatupa mwongozo mkubwa sana ambao umeandikwa katika maandiko. Labda kabla ya kuingia kwa ndani, tusome fungu elekezi hili tuliopewa kutoka katika kitabu cha Petro wa pili, ile sura ya 2 mstari wa 1 na wa 2. Anasema, lakini kuliondokea manabii wa uongo katika wale watu, kama vile kwenu kutakavyo kuwako walimu wa uongo, watakaoingiza kwa werevu uzushi wa kupoteza, wakimkana hata Bwana aliyewanunua, wakijiletea uharibifu usiokawia. Na wengi watafuata ufisadi wao, na kwa hao njia ya kweli itatukanwa. Sasa hawa ambao Mtume Paulo anawaeleza kwamba watakujitokea manabii wa uongo, watatokea walimu wa uongo watakaopotosha maneno ya Mungu. Swali lingekuwa kwamba sasa tutawapimaje?
Hata wakati Yesu mwenyewe akifundisha katika kitabu cha Mathayo sura ile ya 7, utasoma kuanzia yale mafungu ya 8 utaenda nayo mpaka 15. Yesu akieleza, walimuuliza sasa hawa tutawatambua vipi? Mbona sasa itakuwa ni mtihani? Maana wanadamu wote wanakuja wakiwa na sura ya kibinadamu, wakivaa mavazi ya kibinadamu. Kama ni wachungaji wamevaa makoti, wamevaa ni manguo rasmi. Sasa tutawatambua vipi hawa? Tutawatambua vipi? Majibu ya Yesu pia yalikuwa ni haya, kwamba mtawatambua kwa matunda, mtawatambua kwa mazao wanayoyatoa, kwa maisha yao, mtindo wao wa maisha wanaoishi. Mtaugundua kama unafanana na ule wa Yesu au la. Mtawalinganisha na Yesu, na wala si mwingine wa kulinganishwa nao. Mtawalinganisha na neno la Mungu. Lakini bado swali linakuja, utawalinganishaje na neno la Mungu kama neno la Mungu hujalisoma, hujalielewa? Utawalinganishaje? Maana hata manabii wote, kwa mfano nabii aliyeandika vitabu hivi vya roho ya unabii, alipimwa na kuhakikishwa mtindo wake wa maisha, alivyomwelezea Yesu, alivyomwasilisha Yesu, alipimwa katika vipimo vyote, na akaonekana ya kwamba hapingani na neno la Mungu. Na ukweli unabaki kuwa mtu ambaye ni muovu ndani yake hakuwezi kutoka kitu chema. Maana Yesu alieleza akasema hata mtu ukiwa ni watunda la mchungwa, haiwezekani ukatoa limao. Lazima utatoa tu machungwa, matunda ya mchungwa. Utatoa tu matunda yale yanayopaswa ule mti. Kama mtu sio upande wa Kristo, kwa vyovyote vile hata angeeleza kweli, atachanganya tu. Sasa kitabu utaelewaje? Ni pale unapotafuna na kukichunguza kwa makini kwamba hiki kimetoka wapi. Kama ingelikuwa ni huku kwetu, unageuza huku nyuma ya kitabu, unaangalia hapo kuna Ufunuo Publishing House, taasisi halali ya nyumba ya uchapishaji ambayo imehakikishwa na inayosimamiwa na uongozi wa kanisa, na wamewekwa watu ambao wanaamini mafundisho yote ya Mungu ambayo tunayaamini katika Biblia. Utaangalia hata mwandishi, utasoma historia ya maisha yake, maana ni rahisi tu kuelewa. Mtu hawezi kuwa mzuri akaishi akaandika vingine. Na Mungu atusaidie kuelewa fundisho hili. Lakini kubwa kabisa ambalo naweza nikalisema katika mianzo hii ya somo hili ni kwamba mtu wa Mungu unapaswa kuwa mtu wa maombi. Unapaswa kujali mahitaji, mambo ya kiroho katika maisha yako, ili uweze kuwa makini. Roho Mtakatifu atakuongoza na hata kuachia chini. Ila ukipuuza kusikia maneno ya Mungu ya Roho Mtakatifu anavyotuelekeza katika maneno yaliyovuviwa, basi ni rahisi kudanganywa. Lakini Yesu ndiye kielelezo chetu. Yeye hakuwa na dhambi, hakuwahi kutenda dhambi, lakini alifanya maombi zaidi. Alifanya maombi zaidi, alisoma neno la Mungu zaidi, alikariri hata mistari ya Biblia. Yote hii ilikuwa tu ni kutuonyesha mfano kwa wale watakaoweza kuwa washindi hatimaye katika sura nzima au katika swala zima la kupambana na uongo ulioenea duniani kote. Utanguliza anasema, tunaishi katika enzi ya maendeleo na upanuzi wa sayansi na teknolojia, ambapo vitabu na machapisho ya kila aina vinachapishwa na kusambazwa kwa njia mbalimbali, hata kwa njia ya mitandao, kwa njia mbalimbali. Kila siku machapisho mapya yanatokea yenye vichwa vya habari tofauti tofauti. Sasa ikiwa wewe hukui katika usomaji, hufuatilii neno la Mungu kwa umakini, kwa maombi mengi, ni rahisi sana kudanganywa. Na si kila kitabu kilichoandikwa duniani kinaweza kuwa na nia njema. Kuna vingine vinavyoweza kukukengeusha na kukutoa katika mstari, maana tuko katika muktadha wa pambano kuu. Nilikishatangulia kukuambia katika masomo yaliyopita, ni pambano ambalo utake usitake umo ndani yake. Ni ama utapigana ukitokea upande wa Kristo, au utapigana ukitokea upande wa adui yake ambaye ni shetani na ibilisi. Na Biblia katika kitabu cha Ufunuo ile sura ya 12 anaeleza vizuri juu ya pambano kuu, akieleza kwamba yule adui amemweleza hasa katika Ufunuo ile sura ya 9:12, anasema
anajua kabisa ana muda mfupi sana, muda mchache. Kwa hiyo anafanya juhudi kubwa na nyingi katika kuulaghai ulimwengu, katika kuudanganya ulimwengu. Anapitia kwa watu mashuhuri, watu ambao unadhani unaweza kuwaamini, lakini kama usomi neno la Mungu huna namna ya kuweza kuwatofautisha, maana watakuja na mivuto mingi, lakini wakiwa wamechanganya kweli na uongo. Mafundisho potofu katika kanisa la Agano Jipya yanaelezwaje? Kanisa katika kipindi cha Agano Jipya lililopitia kipindi kigumu ambacho mafundisho potofu yaliingizwa kwa kila namna na adui kupitia mawakala wake. Mafundisho hayo yaliwayumbisha waumini wachanga na kusababisha wengine kuacha imani. Mtume Paulo aliandikia waumini wa Galatia barua ya kuwaonya na kuwadhahadharisha wasiache imani kwa kufuata mafundisho hayo potofu. Kwa mfano, kisoma kitabu cha Pambano Kuu, kuna sura inayosema hila za mdanganyifu ambazo anazitumia na kunukuu hata baadhi ya aya kwa kupotosha aya. Biblia iko wazi ikiandika vizuri sana mambo yanayotakiwa kutendwa. Je, hapo huyo uliyemwamini au kanisa uliloingia kwa kuamini, je, unaona linafuata misingi ya fundisho la Yesu? Kwa mfano juu ya ubatizo, kwa mfano juu ya ibada ya siku ya ibada. Je, wanafuata msingi wa mafundisho ya Yesu kuhusiana na wafu? Hayo yote ni mambo ambayo shetani atayatumia, atajipenyeza. Kama hutaweza kusoma neno la Mungu kwa uangalifu, utadanganyika kwa urahisi sana, na hata wakati fulani hutajua ni kwa namna gani umeingia katika ulimwengu wake shetani ambaye ameutegesha kwa uzuri kabisa. Na nataka nikwambie, katika kitabu cha Galatia sura ya 1:6 na mstari wa 7 anasema, nastaajabu kuwa mmemwacha upesi hivi yeye aliyewaita katika neema ya Kristo na kugeukia injili ya namna nyingine, wala si nyingine. Lakini wapo watu wawataabishao na kutaka kuigeuza injili ya Kristo. Hapa maonyo yapo, na hili ndilo pambano halisi linaloendelea hapa duniani. Utasikia watu wanakuja, wengine wahubiri kupitia katika midomo au kupitia katika kalamu au kuandika, wanakuambia kwamba hakuna Mungu Roho Mtakatifu. Utasikia vitu kama hivi. Na sasa unafuatilia kwamba je, fundisho hilo alilitoa nani? Mbona Yesu Kristo mwenyewe alitaja habari ya Roho, tena akasema akienda mbinguni atatuachia msaidizi, atakuja Roho Mtakatifu. Mbona wakati ule wa mitume alipowaambia kaeni msubiri, mtapokea nguvu ya Roho Mtakatifu, mtapokea Roho Mtakatifu na mtakuwa mashahidi wangu kila mahali? Mbona walipokea wanafunzi na wakaugeuza ulimwengu juu chini? Ndivyo Mungu alivyotufundisha Yesu mwenyewe. Wewe unapoleta fundisho hilo, limejengwa katika msingi gani wa maandiko? Hayo ni moja ya maandiko ambayo leo yanazagaa katika mitaa na kufanya waumini wengi wachanganyikiwe. Sasa unaweza tu kachanganyikiwa ikiwa hufuati kwa umakini maandiko ya neno la Mungu na maandiko yaliyovuviwa ya roho ya unabii ambayo yanatuongoza vizuri. Kila sura hila ambazo shetani atakazozitumia ameeleza kwa uzuri kabisa hapa, chimbuko na kila kitu. Ameeleza mitego ya shetani, namna itakavyokuja, vyote vimeandikwa kwa uzuri kabisa, na vingine unaviona tu hata kwa macho kupitia katika yale yanayoendelea hapa duniani. Sasa mwisho akaandika mahali fulani akasema maandiko yatakuwa ni kinga. Ameandika hapa katika kitabu hiki katika sura ya 368 hivi. Ameandika akasema, yaani kwa namna shetani ambavyo atakuwa mjanja katika kupotosha maandiko, atakuja kwa namna ambayo haitawezekana kutambua isipokuwa tu kwa wale wanaolizingatia neno la Mungu peke yao. Wanaolisoma na kulielewa neno la Mungu ndio watatambua, maana atajipenyesha, atafanana kwa karibu. Ni kama leo hii tunavyokwenda kununua vipuli, kama tunavyoenda kununua sokoni. Kama wewe huna uelewa wa kuelewa kile kinachoitwa genuine au kile kilicho halisi, kwa sababu vinatengenezwa, vinafunikwa vizuri, vinafanana kwa karibu sana na vile vingine. Sasa hutavitofautisha isipokuwa tu kama una uelewa wa kina kujua ni wapi
unaweza ukavitofautisha. Leo tunasikia watu wanatengeneza hata noti bandia, dola bandia kuna mara nyingi tunasikia wamekamatwa waliotengeneza na wanazizagaza, wanazitupa, wanaziweka kwenye mitandao. Sasa kama uwezi ukawa na uelewa wa ile noti halisi na ni nini kinachotofautisha kati ya ile ambacho hakiwezi kupatikana kwingine, basi itakuwa rahisi tu kupokea ile nyingine na hautaielewa, na huenda utakuja kuelewa wakati umechelewa sana. Sasa sikiliza neno la Mungu linavyosema katika kitabu ya Timotheo wa pili sura ya 4 na mstari wa 2 kuelekea wa 4. Anasema, lihubiri neno, uwe tayari wakati ufaao na wakati usiofaa. Karipia, kemea na kuonya kwa uvumilivu wote na mafundisho. Maana utakuja wakati watakapoyakataa mafundisho yenye uzima, ila kwa kuzifuata nia zao wenyewe watajipatia walimu makundi, kwa kuwa wana masikio ya utafiti, nao watajiepusha wasisikie yaliyo ya kweli na kuzigeukia hadithi za uongo. Leo tunasikia wako walimu wanaopinga uumbaji wa Mungu, wako walimu wanaopinga siku ya ibada ya Mungu, wako watu wanaopinga mafundisho ya Biblia ya moja kwa moja. Lakini sasa utawatambuaje? Ni pale utakapojikita katika kweli ya Mungu. Ni pale utakaposikiliza sauti ya Mungu kwa makini na kwa uaminifu na kwa maombi, ndipo naweza kuishi ukiwa salama katika kipindi hiki. Matendo sura ya 20 na mstari wa 29 kuelekea 30 anasema, najua mimi ya kuwa baada ya kuondoka kwangu mbwa mwitu wakali wataingia kwenu, wasilihurumie kundi. Tena katika ninyi wenyewe watainuka watu wakisema mapotovu, wawavutie hao wanafunzi wawaandamie wao. Unajua ni hivi, Biblia hii tunayoisoma, tukisoma historia yake, imeandikwa na manabii wengi tofauti katika vipindi tofauti. Historia inatuambia takriban miaka 1500 manabii hao waliishi kwa kuachana hivyo. Lakini jambo zuri sana tunalolipata katika maandiko matakatifu ni kwamba hakuna nabii aliyekuja akaandika kinyume cha nabii aliyetangulia. Aidha aliendeleza tu nabii aliyokuwa amefunua na kuhubiri, na hakuandika akapingana. Hata huyu mwandishi wa roho ya unabii Ellen G. White, kwa nini anakubalika? Ni kwa sababu alihubiri, akaandika, hakupingana na Biblia. Amenukuu Biblia, ameandika Biblia, amefafanua kwa uvuvio yale yaliyoandikwa katika maandiko matakatifu. Ndiyo maana tunasema nuru kwanza, kwa sababu mtoaji ni mmoja ambaye ni Mungu mwenyewe, na hivyo hawezi akatoa leo nuru hii alafu kesho akapinga nuru ile aliyoitoa. Yeye ataendelea kuwa ni nuru ambayo inaendelea mbele na sio nuru ya kujipinga. Kwa hiyo Mungu sio kigeugeu. Na hivyo basi onyo linakuja kwetu ndugu muumini. Onyo kali linakuja, kama unataka kuwa salama, jikite katika maandiko machapisho ambayo yamevuviwa, ambayo yamehakikishwa, ambayo yamewekwa na yamebariki watu wengi waliomtafuta Yesu, na ambayo yanageuza mtindo wa maisha. Unaishi mtindo ule wa Kikristo, mtindo ambao unakuandaa kwa ajili ya uzima wa milele. Anasema waumini waaminifu wa kanisa katika kipindi cha mitume walishuhudia kuwaona waumini wenzao wakijitenga na imani, wakisikiliza roho zidanganyazo na kufuata mafundisho ya kizushi yaliyoletwa na wale waliokuwa wanajiita walimu wa dini. Leo tunashuhudia leo dini, mtu anaweza kuamka asubuhi akaanzisha kikundi chake cha dini na akatengeneza mazingira ambayo watu wanaitwa, na bahati mbaya watu wanapoitwa kwa sababu hawana msingi wa maandiko, hawana wasomi, wanategemea tu kusikiliza, basi wanajikuta ya kwamba yule mhubiri kumbe alikuwa na lake jambo, wenda alikuwa anajitafutia tu fedha, kipato na hivi, basi anawapotosha. Na leo tumesikia matangazo mengi sana kila mahali, watu walioathirika kwa kujiunga na vikundi vya dini ambavyo mara nyingi wengine waliishia kuuawa, wengine waliishia kufa.
Juzi tu hapa tulisikia katika nchi jirani watu wakifa wengi kabisa, makumi kwa maelfu, ambao walimfuata muumini na mhubiri mmoja ambaye alisema ya kwamba ukifunga kabisa na unaacha kula chakula kabisa kwa siku siyo ngapi, ndio utaenda mbinguni. Na watu wakahama wakaenda kufanya hivyo, na wengi walikufa kwa maelfu. Hali yote hiyo inatujulisha utekelezaji, namna shetani anavyotumia nafasi hii kwa ajili ya kupotosha. Utakuwa salama tu, ndugu msikilizaji na mtazamaji, ikiwa utapata neno la Mungu kutoka katika chanzo kilicho sahihi, kilichohakikishwa ndani ya kanisa la Mungu la kweli, kama ambavyo limeainishwa katika maandiko matakatifu. Katika Biblia tunasoma katika unabii, Ufunuo sura ile ya 12 na mstari wa 17. Naomba nisome tena hapa kidogo, kunukuu moja kwa moja kutoka katika maandiko matakatifu, na usikilize kila ambacho kinatolewa kama onyo pia katika siku zetu tunazoishi. Ufunuo sura ya 12 na mstari wa 17, anapokuwa akihitimisha yale maelezo ya kiunabii yanayohusiana na pambano kuu linaloendelea. Sikiliza kwa makini na Mungu atakusaidia unapofanya uchambuzi wa kutambua walimu hao. Sikiliza. Neno la Mungu linasema, anasema joka, na joka hapa anamwakilisha Ibilisi mwenyewe, akamkasirikia yule mwanamke. Na kiunabii tunafahamu kabisa ya kwamba unabii anapotaja mwanamke anamaanisha kanisa la Mungu. Anasema akaenda zake afanye vita juu ya wazao wake waliosalia. Ndio tunazungumzia habari ya kanisa la masalio, wazishikao amri za Mungu na kuwa na ushuhuda wa Yesu. Naye akasimama juu ya mchanga wa bahari. Ungeuliza maswali machache hapa, maana Biblia inapoeleza, Biblia inajieleza kwa upande mwingine. Anasema joka huyu shetani alikasirikia lile kanisa ambalo linamtii Mungu kwa kushika amri zake, lakini pia lina ushuhuda wa Yesu. Na swali lingeulizwa hapa kwamba ushuhuda wa Yesu ni nini? Na nikusomea tu kwa haraka hivi katika kitabu hiki cha Ufunuo ile sura ya 19 na mstari wa 10, anaeleza vizuri sana ushuhuda wa Yesu ni nini. Ufunuo sura ya 19 na mstari wa 10 anasema, nami nikaanguka mbele ya miguu yake ili nimsujudie. Akaniambia, angalia, usifanye hivi. Mimi ni mjoli wako na wa ndugu zako walio na ushuhuda wa Yesu. Walio na ushuhuda wa Yesu. Ushuhuda wa Yesu ni nini? Msujudie Mungu, maana Mungu ndiye anastahili ibada. Mungu ndiye chanzo cha kweli. Yesu Kristo, msujudie huyo. Kwa maana ushuhuda wa Yesu ndiyo roho ya unabii. Ndivyo majibu ya neno la Mungu yanavyotuelekeza. Kwa nini? Ni kwa sababu roho ya unabii iliwekwa ndani ya kanisa hili, ambalo linapeleka vitabu hivi ambavyo vinaeleza unabii ambao unatokea, ambao ukiufuatilia unatokea, na hata yale ambayo hayajatokea uwe na hakika ya kwamba katika somo linalokuja basi tutakueleza kwa kirefu ya kwamba yote ambayo unabii umeyatabiri yatatokea kwa wakati, maana hakuna neno la Mungu ambalo Yesu amelitamka kwa kinywa chake ambalo halitatokea. Mungu ni mwanzo na mwisho. Mungu ni Alfa na Omega. Ametoa neno la Mungu kwa uhakika. Kama tutatembea katika neno hili, kama tutaenda katika ushuhuda huu, kama anavyosema katika Isaya pia 8:20, tukaenda kwa sheria na ushuhuda wa Mungu kama tulivyousoma, hatutapotea. Tutatembea katika barabara iliyonyooka ya ukweli wa neno la Mungu. Nitoe wito kwako ndugu mtazamaji na msikilizaji, katika siku hizi za maombi, omba Mungu akujalie, akupe uwezo, akupe Roho Mtakatifu ili ujue kupambanua, kuchambua maandiko, kwa sababu Roho aliyevuvia maandiko haya ndiye pia akiwa ndani yako atakusaidia katika kuyaelewa. Mungu akubariki. Endelea kufuatilia kwa makini na endelea kufanya maamuzi kubwa zaidi. Kubali kuungana na Yesu katika shindano hili, na utakuwa mshindi kama Yesu alivyoshinda kwa kushiriki kikamilifu katika kulisoma neno na katika kulisambaza. Na Mungu akubariki. Tuombe tunapohitimisha siku ya leo. Baba mwema, Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru ya kwamba
umetufunulia kwa uwazi tena leo, kutuonyesha ya kwamba katika dunia hii ya pambano kura kiroho, bado kuna machapisho mengine ambayo yameandikwa kwa kusudi la kupotosha. Saidia kanisa lako, tusaidie tunapochunguza na kusoma, tujikite katika kupata mafundisho yanayotoka katika chanzo cha neno lako lililohakikishwa, na hivyo tutakuwa salama, tutatembea katika usalama. Hata hivyo uliahidi ya kwamba wote ambao watatembea katika mstari wa neno lako na sheria zako na ushuhuda wako uliotuonyesha wa roho ya unabii, hakika tutatembea kwa usalama hadi mwisho. Asante kwa kutupatia neno hili. Asante kutupatia roho ya unabii. Endelea kuwa nasi Bwana katika juma hili, na watu wako mahali wanapoomba, makanisa, nyumbani, mtu binafsi, kila mahali akihitaji msaada wako. Naomba kubali maombi yetu, utuponya na upotofu unaoendelea duniani, utusaidie kujiandaa kwa ajili ya ujio wako wa mara ya pili. Ni ombi letu kupitia jina lake Yesu. Amen.